Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika siku nyingine kwenye kipindi cha Kitabu cha Dhahabu. Kipindi chetu kinaangazia hasa vitabu vya roho ya unabii, na kwa mwaka huu kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga nasi, tunaangalia kitabu cha Tumaini la Vizazi Vyote. Na kipindi chetu cha leo kina mada inayosema kama mtoto. Niko naye mchungaji Isaac Mbwambo kwa siku ya leo tena kwa mara nyingine, tukikaa na tutajadili mada yetu hii ya kama mtoto. Tutaangalia ni nini hasa. Kipindi kilichopita tuliangalia mada inayosema tumeiona nyota. Na tukaangalia mamajusi walivyoenda kumuona Yesu, wakamtolea zawadi. Tukaona Herode, vitu vyote tukaviangalia kwa kile kipindi cha jinsi Yesu alipozaliwa. Na siku ya leo kama mtoto mchungaji, tutaangalia mada leo inakazia utoto wa Yesu, utoto wa Yesu Kristo katika kukua kwake na tabia yake, lakini pia tutaangalia miaka ya mwanzo ya Yesu, maisha ya Yesu. Tutaangalia kuhusu binadamu wake na ukamilifu, lakini pia tutaangalia uwezo wa Yesu kama Mungu, na pia itaonyesha jinsi miaka hii yake hii ya utoto ya mapema ilitengeneza vipi tabia yake na kuimarisha vipi, lakini pia tutaangalia kwetu sisi inaweza kutusaidia vipi kutengeneza tabia zetu na kutuimarisha kama Yesu. Asante sana. Kabla tujaendelea mchungaji, tupatie ombi. Basi tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, tunakushukuru sana kwa kutupatia mfano wa Yesu Kristo hata akiwa mtoto. Tunakukaribisha wewe ambaye kwa roho wako uliandika Biblia, ukavuvia roho ya unabii. Leo tena ukavuvie mtazamaji akaelewe umuhimu wa utoto wa Yesu na jinsi alivyoishi kwa ajili ya manufaa ya familia zetu, watoto wetu, lakini na sisi wenyewe. Baraka zako leo zikawe kwa watoto, zikawe kwa wazazi, zikawe kwa mtazamaji, ili ya kwamba kupitia maisha ya Yesu ya utoto na sisi tukafanywe washindi wa dhambi na kuurithi uzima wa milele. Hivi ndivyo tunavyoomba kwa imani kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mtazamaji, karibu tena, tunaendelea na kipindi chetu. Kama ndo kwanza unafungulia runinga yako, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, ukiwa nami Rebecca Dennis, na kwa mara nyingine tena niko naye mchungaji Isaac Mbwambo. Na siku ya leo kama nilivyosema hapo awali, tunaangalia mada inayosema kama mtoto. Kama mtoto. Mchungaji, kipindi kilichopita tuliongelea kuhusu kuzaliwa kwa Yesu. Tukaona Yesu mara ya mwisho tulipoongea aliambiwa, wazazi wake waliambiwa wampeleke Misri. Sasa siku hii ya leo tunaanzia hapo. Tunaona kwamba walirudi kutoka Misri sasa. Wakaseto Nazareti. Wakarudi Nazareti. Ndio. Lakini sasa mwandishi ameanza kuonyesha kwamba Nazareti haikuwa sehemu yenye sifa nzuri kabisa. Kwa nini mwandishi ameanza kwamba Yesu alipoenda kuishi haikuwa sehemu nzuri? Ili jambo nadhani ni la muhimu sana. Rebecca, ukitafuta sehemu nzuri ya kuishi Dar es Salaam ni wapi? Yaani uzuri kwa maana ya kwamba hamna muziki. Uzuri kwa maana ya kwamba panaweza pakawa pazuri pa majengo, lakini ni pazuri kwa maana patamfaa Yesu. Yaani Yesu ungeambiwa aishi Dar es Salaam angeishi wapi, au Tanzania? Kwa Tanzania? Kwa Tanzania. Ningesema Arusha. Kwa sababu kuna baridi. Kwa sababu hali yake ya hewa ni nzuri. Ndio. Alafu hamna foleni. Hamna mjazano wa watu. Asingechelewa kwenda kuhubiri na kupata maeneo ya kukusanya watu. Na kuna maeneo pia afu kule at least kidogo kuna milima. Unaweza ukakuta unaweza kukusanya watu kwa urahisi. Lakini sasa Dar es Salaam, ndugu yangu, la japo kuongea na watu wa Arusha angepata shida sana. Sawa, ila sasa ukiwakusanya watu wanakusanyika. Ni kweli. Kwa Dar es Salaam naona watu wengi waga wanahubiri barabarani. Lakini watu wanaendelea na biashara zao, hamna. Ni kweli. Kwa hiyo unapozungumza Nazareti kwamba Yesu katika wakati wake wa utoto
Yesu alikuwa ni mtoto wa kijijini. Unajua leo tunazungumzia watoto waliokulia mjini ambao unazaliwa tu anapanda kwenye lifti, anazaliwa tu anaona meli, anapanda pantoni, anajua kutumia vifaa vya usafiri na kadhalika. Kwa hiyo nadhani Yesu anawapenda sana wanyonge. Na huenda ningemwambia mtoto ambao huenda anaangalia kutoka kijijini ya kwamba ili uwe mtoto mzuri mwenye mafanikio sio lazima uzaliwe mjini. Okay. Pale pale kwenye shule ambayo ina mchanga, pale pale kwenye shule ambayo imejengwa na sio na matofali mazuri yaliyofyatuliwa, matofali ya udongo, ama huenda ina mashimo. Yesu alizaliwa kwenye kijiji cha Nazareti ambacho hata Biblia inasema inawezekanaje mtu mwema kutoka Nazareti. Exactly. Kwa hiyo kijiji hiki kinaonekana kwanza ilikuwa kijijini, lakini hapakuwa mahali pazuri kwa maana ya kimaadili. Ilikuwa ni mahali ambako pia kulikuwa kuna watoto ambao walikuwa wana tabia mbovu. Ilikuwa ni mahali ambako hapakuwa pana wema wowote wala umaarufu. Inavyoonekana, sijui tungesema mkoa gani sasa hivi, naogopa kutaja mikoa ya watu. Lakini kimsingi alizaliwa mahali hiyo inayo. Kwa dunia sasa hivi hiyo iko kila mahali. Ile sasa inategemeana. Ila kuna mahali. Sawa, ndio, lakini tuseme kwamba tunaweza kusema Nazareti ilikuwa imezidi. Imezidi ile point ambayo sehemu zingine ipo. Yes. Kwa hiyo Yesu alizaliwa mahali duni, toshe kusema hivyo. Haikuwa katika ikulu za wafalme, haikuwa kwenye majumba ya kifahari. Sio kwa sababu tunawashusha watoto ambao wamezaliwa katika mazingira ambayo tayari wazazi wao wamewatengeneza, ila nadhani alitaka kuonyesha unyenyekevu. Alitaka kuonyesha ya kwamba mtu anaweza akaanzia popote. Alitaka kuonyesha ya kwamba Mungu anawathamini watu wa madaraja yote, lakini katika mazingira yoyote yale bado mtu anaweza kuwa mtu wa Mungu na akapata ufahamu na bado Mungu akaweza kuzungumza. Kwa Yesu alizaliwa katika kijiji cha Nazareti kisicho na wema wote. Okay. Haya, tunaweza kusema kwamba Yesu alipozaliwa, kipindi kilichopita tunaona hakuna mtu aliyemlinda. Ndio. Kasoro malaika. Sawa. Sasa katika sehemu ya kibinadamu, pamoja na hayo yote na kuishi sehemu ambayo ni ya kijijini, sehemu ambayo ina sifa mbaya, lakini bado mwandishi anasema akakuwa katika hekima na kimo, akimpendeza Mungu na wanadamu, na Mungu akiwa pamoja naye. Mchungaji, kwa nini mwandishi amesema Mungu akiwa pamoja naye? Alafu kitu kingine, ina maana ndio Mungu anakuwa na watoto wa aina yote, ama watoto wale tu wanaotenda mema? Alafu kama ni watoto tu wanaotenda mema, wale ambao wanatenda mabaya kama hawinao, kama wazazi sasa ni nini wafanye ili kurekebisha hiyo situation? Asante. Kwanza nadhani mkazo wa mwandishi ya kwamba Yesu hakulindwa na ulinzi wa kibinadamu, kwanza inaonyesha katikati ya hatari ambazo zilizokuwa zimemzunguka, hatari za kimwili, hatari za kimaadili, lakini namna ambayo angeweza kupata mafunzo, hakulindwa kama vile hakuwa na bodyguard. Kwa sababu wazazi wake walikuwa wakulima na seremala. Na kwa hiyo hakuwa na mlinzi ambaye angeweza, mama yuko bize katika mambo yake na baba yuko bize. Lakini nadhani hii inatuonyesha ya kwamba watoto wanapokuwa wamewekwa mikononi mwa Mungu, hata wanapokuwa nyakati fulani wazazi hawawezi kuwalinda ama kuwa na ulinzi wa moja kwa moja, maana haiwezekani. Kuna mahali tunaweza kuwalinda watoto, lakini kuna wakati kwa kweli haiwezekani. Bado malaika wa Mungu watawalinda watoto. Lakini pia katika maisha haya ya Yesu sasa, akakuwa na Mungu akawa pamoja naye. Kwanza inanifurahisha ya kwamba Yesu naye alikuwa mtoto. Yes. Rebecca, sijui maisha yako ya utoto. Najua kuna watu wengine picha zao za utoto hawataki tuzione. Kwa sababu leo wanavyoonekana leo na wakiwa watoto wako tofauti. Hii ni kwa sababu tunapishana katika maisha tuliyotokea. Kuna watu hawataki kukumbuka maisha yao ya utoto.
kwa sababu kuna vitu vinawaumiza, walitoka kwenye mazingira duni, na wakati fulani hata staili ya maisha walioishi wasingetaka kuiexpose leo kila mtu akaiona alivyokuwa. Kulingana na maisha wanayoishi sasa. Kulingana na maisha wanayoishi sasa. Lakini huyu Yesu tunajifunza ya kwamba jambo la kwanza haikuwa uzuri wa makazi na uzuri wa utu, ila ilikuwa ni uzuri wa uwepo wa Mungu. Akakuwa. Lakini pia inatuonyesha ya kwamba Yesu alikuja kutoa funzo ya kwamba kama Yesu angeanza tu kwa kama mtu mzima, kuna ishu ya mchakato. Yesu hakuvuka mchakato, naye alianza kuwa kama mtoto. Ili aonyeshe uhalisia wa wanadamu, ilikuwa ni lazima aanze kuwa mtoto. Sasa nikawa ninajaribu maisha ya mtoto, wakati fulani anaogeshwa, wakati fulani nitamuuliza kama Yesu alinyonya. Nadhani alinyonya kwa sababu alikula kama mwanadamu. Kwa hiyo lazima alinyonya. Alikula kama mwanadamu, alifanya yote mwanadamu, alilala usingizi. Na kwa hiyo unaweza kugundua ya kwamba alipitia mchakato wa kitoto. Na mimi inanifundisha kwamba hakuna namna ya kuruka. Yes. Lazima tuamini katika mchakato. Yani wale ambao wanatamani waanze kutoka kuwa utoto, wajikute kwamba wamekuwa watu wazima, lazima tupitie maisha ya utoto. Lazima usome. Lazima upitie kila hatua ambayo Yesu pia aliipitia. Kwa hiyo hakuna kuruka step yoyote. Wakati wa utoto kuwa mtoto. Wakati wa ujana kuwa kijana. Pia wakati wa mzee kuwa mzee. Usitake kuwa mzee alafu unataka kuwa kijana. Ama usitake kuwa mtoto lakini unalazima. Kuna kaumri fulani kakifika hapo Rebeka, mtu anajisikia vibaya kuitwa mtoto. Kama ikifika miaka 13, 14, sasa wengine wale ni wadogo, anajiona amekuwa. Alafu ndio hao watoto ambao wanakula broiler. Kwa hiyo anaweza kuwa mtoto ana miaka 11, kama ni wa kike maziwa yamekuwa makubwa ama umbo limekuwa kubwa. Kwa hiyo anakataa kuwa mtoto. Lakini Yesu alipitia utoto. Sasa kama Yesu alipitia utoto, wewe ni nani ukatae kwenda kwenye mafunzo ya watoto? Ukatai kupitia kwenye madarasa yale ambao wenzako wanakuwa, ukatai kukaa mahali watoto wenzako wanakaa, yani unavuka hiyo hatua. Lakini pia kuna wazazi hawataki kuwatreat watoto wao kama watoto. Yani nilikuwa nataka kukuuliza, ila kuna muda mwingine wazazi na wao wanachangia mtoto kutokutaka kuwa mtoto. Yani anataka kuwa ni mtoto lakini afanyike kama mtu mzima. Wakati fulani yeye anampa heshima pia ya mtu mzima. Na hiyo inapelekea baadaye anaweza akamtawala mzazi kwa sababu ni mtoto lakini hawezi kuishi kama maisha ya utoto, kusikia kauli ya mama, hachanganyiki na watoto wenzake. Wakati watoto wenzake wanacheza, yeye yuko mikononi mwa mama, yuko pamoja na mama. Wakati watu wazima, unajua hiyo ilikuwa zamani kidogo, lakini sasa wakati watu wazima wameongea, wana maongezi, yeye hataki kukubali kwamba yeye ni mtoto, kuondoka awaachie space. Yesu alikuwa mtoto. Kwa hiyo lazima tukubali, pamoja na kuwapenda watoto wetu, kuna saa lazima tukubali lazima wawe watoto. Wapokee maagizo, wakae katika mazingira ya kitoto, ili kwamba baadaye ndio wawe vijana na watu wazima. Huo umri ukipita, hakuna namna tena ya kuweza kurudi. Yesu alikuwa mtoto. Inaweza ikawa hiyo ikachangia ile situation kwamba mtu ni mtu mzima, tuseme miaka 30 ndio ish, alafu ndio nasema mtu mzima mwenye mambo ya kitoto. Hakupitia utoto. Hakucheza kwenye utoto. Kwa hiyo inabidi acheze akiwa mtu mzima. Na labda nikugusie kidogo katika maisha ya utoto. Kuna kapointi kananijia kwamba Waisraeli waligawanya maisha ya mwanadamu katika vipengele kama 7. Kwa hiyo waligawanya kupitia majina ya wanyama. Miaka 0 mpaka kufika miaka 3 waliita umri wa kifalme. Katika umri ndio hasa ndio wa kitoto, na miaka 4 hadi 9 waliita umri wa nguruwe. Umri wa kifalme kimaanisha you taken care of kila kitu Sasa hapa mtoto anaweza akamgeuza mzazi mtoto. Kwa maana yeye ni mfalme, kakilia mzazi anakimbia mpaka anaanguka. Akitaka kunyonya, yani unajua kuna saa kama unaweza ukawa na mtoto wa namna hiyo hata akiwa kanisani inakera. Yani kila saa mzazi hajalishi kwamba yuko katikati ya watu, kwa sababu katoto kamekuwa kafalme na kanajaliwa sana, amechomoa ziwa katikati ya ibada, wenzake wanaimba, yeye ananywesha uji. Yani mtoto hana muda wa kula, kwa sababu mtoto akiwa anaumwa, yani mama anachanganyikiwa, baba amekosa amani, na kimsingi mtoto akilia baba anaweza akafanya chochote ili mtoto akanyamaza. Kwa hiyo haka kaumri pia tukubali ni watoto, tuwaelekeze. Lakini pia mchungaji, tuseme kwamba wanakosea, tuseme tu kwamba tunakumbusha kwamba wazazi
hata kama tunamwacha mtoto awe mtoto, ila huyu mtoto ambaye anakuwa mtoto ajue limitations, kwamba kuna muda wa hiki, kuna muda wa hiki na kuna muda wa hiki, na kuna mahali nikiwepo natakiwa kufanya hivi. Tukiachana na wale watoto wachanga kabisa ambao hawajui chochote, hiyo kuna exemption hiyo. Japo nimeona wenzetu wazungu hata wakiwa wachanga kabisa Rebecca, wanaanza kuwalaza peke yao. Discipline. Wanawa discipline. Na unajua hii discipline inaanza tangu wakiwa watoto. Nikawa ninajifunza juu ya namna tunavyo wa discipline watoto kula chakula. Ikiwa hatutawatengenezea nidhamu ya namna ya kula, namna ya kuwaambia hiki hapana wakiwa watoto kati ya miaka 0 mpaka wanapofikisha miaka 6, eti kwa yani kama wakiwa wanataka tu chakula wakati wote unampatia na saa yoyote, unamfundisha akiwa pia kijana asiwe na nidhamu ya namna ya kujidiscipline kwenye hata ngono. Kwa hiyo kwa sababu alizoea anachokihitaji, mwili anachotaka anapata, akifika pale ile nidhamu ya kujicontrol inatengenezwa akiwa mtoto. Sasa nikasema inawezekana wakati unapomkanya kijana kwamba inabidi ujidiscipline wakati akiwa yuko kijana, mama yake alishamharibu akiwa mtoto wa miaka 3. Na kwa hiyo unampa lawama mtoto ambazo anapaswa kupewa nani? Mzazi. Kimsingi mtoto inabidi awe mtoto. Asante sana, asante sana mchungaji. Sasa unafikiri ni kwa nini Yesu alichagua haya maisha ya unyenyekevu badala ya kudai uwezo wake wa kimungu 100%? Asante, na kwa kweli hili ni jambo ambalo ni la pekee sana. Yesu alijishusha, na Paulo anaposema anasema alijinyenyekeza akajishusha hata mauti ya msalaba. Lakini kiukweli kabla ya kufika kwenye mauti ya msalaba, kutoka kwenye ufalme wa mbinguni, kuzaliwa duniani, kuwa mtoto asiyejiweza, kujikabidhi ahudumiwe na mwanamke aliyemuumba, huu ni unyenyekevu wa hali ya juu. Yaani Yesu anataka chakula, Mariamu anamlisha, ila yeye ndo aliyemuumba Mariamu. Akajiachia kwenye mikono ya viumbe wake. Kuna wakati nimejifunza kwamba ukitaka uheshimiwe wakati fulani, fika mahali ukae na wale ambao wasingedhani unaweza kukaa nao. Ukitaka ufanye mambo makubwa, jinyenyekeze, yani heshima yako, heshima ya Yesu kama baba wa mbinguni amempatia Yusufu ili hatimaye baadaye heshima yake imrudie Yesu. Kwa hiyo katika kujinyenyekeza kwenye maisha ya kuacha mbingu na kuja kama mtoto kujikabidhi mikononi mwa watu wengine, alikuwa anatufundisha sio mara zote tutayatumia mamlaka yetu na uwezo wetu na fahari yetu kama ilivyo. Kuna wakati ili ya kwamba tuwavute watu, ili ya kwamba tuwaongoze watu, ili ya kwamba tuwaokoe watu, itabidi tushuke mpaka pale ambako tusikotarajiwa kushuka. Umesema jambo nimewaza. Ikiwa umesema Yesu alijiachia na kujishusha ili Mariam amtunze mtu ambaye amemuumba. Nikasema kwetu sisi leo, kwa sababu tuseme yani mzazi, ingetokea kuna ile reincarnation wanayosema watu, ndio kwamba ukifa uzaliwe kwenye familia ya mwanao, awe ndio babako. Yale uliomfanyia wakati akiwa mtoto, will you accept? Manake itaenda hivyo hivyo unless you amejifunza tofauti na vile ambavyo ulikuwa umemfanyia. Ila sasa tuseme huyu mtu hiyo mindset hana. Ndi kweli. Anaishi vile ulivomfunza, ndio hivyo hivyo, ulivomtreat ndio hivyo hivyo, na yeye anatreat watoto wake. Alafu uzaliwe kwenye familia yake. Ungewatendea watoto vizuri sana. Lakini ukiacha tu reincarnation, dada Rebecca, unajua tunazaa watoto. Na baadaye sisi tunakuwa watoto wanakuwa watu wazima. Kwa maana nyingine tunaweza kusema kwamba tutakapokuwa wazee, watoto watatutendea. Kwa we become dependent kwa hawa watoto, tunawakuwa wategemezi. Hawa watoto watatutendea kwa namna ambavyo tulivyowatendea. Kwa hiyo kama hatukuwajali, kama tuliwafokea, kama mtu ambaye sio Mkristo sasa. Ndio. Kwa hata Wakristo wako Wakristo ambao wanatenda hivyo kabisa. Yani kuna watu ambao kwamba mimi mzazi alinimistreat na mimi na mistreat kwa sababu wakati fulani inaweza isiwe kwa kupenda.
Unajua tabia inatengenezwa na baadaye tabia inatutengeneza. Okay. Tabia inaweza ikawa inatuendesha. Inawezekana mimi nina watoto dada Rebecca. Na kuna wakati ninaweza nikamwona mtoto anafanya kitu nikasema kile anachofanya mtoto ni mimi mwenyewe. Okay. Yaani namuona anafanya kitu lakini nasema kiukweli kile ninachokifanya nimekiona moja kwa moja kwa mtoto. Sasa hiyo inaenda pia hata katika utu uzima. Unamwona anavyoongea au anavyomfanya mwenzake aiache tabia fulani, unagundua ndivyo wewe ambavyo huwa unafanya kwake. Kwa ni influence. Ni influence. Naye anasema ukitaka mwenzako aache kufanya hiki unamwambia. Kwa hiyo kama huwa unakunja uso naye anakunja uso kidogo. Kwa hiyo kama unatumia maneno ya upole au kama unatumia maneno ya kudhalilisha ama ya kufoka, utamwona anafanya hivyo. Okay. Kwa hiyo hiyo inaweza ikakuwa na baadaye anapokuwa mtu mzima na wewe umekuwa mtoto, anajaribu kukufanyia kama ulivyomfanyia katika utoto. Kwa hiyo ni tunaweza kujua ndio system ile. Ndio system. Na wewe ulimtengeneza awe hivyo. Yeah. Haya. Mwandishi anasema Yesu alikuwa na hekima. Ndio. Na kimo. Ndio. Hekima yake inaonekana wapi? Hii hekima ya Yesu. Katika umri ule wa utoto. Asante. Yako maeneo mengi ambayo hekima ya Yesu inaonekana. Lakini kabla sijaeleza kwamba maeneo ambayo hekima ilionekana, naomba nikueleze kwanza chanzo cha hekima yake. Okay, sawa. Hekima ya Yesu ilipatikana, hakusoma katika shule za Wayahudi. Kwa sababu katika kipindi hiki Wayahudi waliyapotosha maandiko na wakawa wana mapokeo. Kwa hiyo shule ilichafuka. Na hapa dada Rebecca, swala la hekima linategemea pia mtoto anakaa mikononi mwa nani. Anapita katika shule gani. Na ndio maana tunasisitiza shule za Kiadventista, shule zenye maadili, mahali ambako mtoto anaweza kupata hekima. Unajua mtoto wangu huwa ninamuona anavaa sketi alafu anaipandisha juu kidogo, yani anachomekea. Nikabidi nifanye study. Nikagundua madamu wake ndivyo anavyofanya. Okay. Yani kale kasketi anakavuta juu kidogo alafu anachomekea, yani shwa. Kwa hiyo nini ninachojaribu kusema? Hekima ilitokana na mwalimu wake aliyekuwa ni mwalimu wa mbinguni. Okay. Hekima ya Yesu ilitokana na kujifunza katika maeneo ya asili. Katika vitabu vya asili ambako aliumba yeye mwenyewe, alikuwa akipata mafunzo katika kutazama wanyama. Na ikiwa watoto wetu wataingia katika kutazama wanyama, kujifunza katika vitu vya asili, anasema malaika wa mbinguni watakuja na kuwapa maelekezo na mafunuo zaidi. Lakini Yesu alipitia katika mafunzo ya mama yake. Mama alikuwa pia ni chanzo cha hekima. Alifundishwa na mama yake, alikuwa mwalimu wa kwanza. Na ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa, kwamba wazazi hatuwezi tukakimbia kuwa walimu. Yeah. Na kwa hiyo alipata kwa Mungu mwalimu, aliipata kwa viumbe wa asili, lakini aliipata hekima katika kufanya kazi, kuhusisha mikono yake katika kazi za mikono. Yani imagine Yesu anafanya kazi, analima, anapalilia mmea, anamtii mama yake, huenda alikuwa anaosha vyombo, anamsaidia mama yake. Kwa hiyo hekima ilipatikana kwa namna alivyo. Sasa anaonyesha wapi hekima yake? Jambo la kwanza, majibu ya Yesu katika maswali aliyokuwa yanapewa yalikuwa makubwa kuliko umri. Okay. Hekima yake ilizidi umri. Hiyo na kwanza inaonyesha kwamba alikuwa na hekima. Jambo la pili, alikuwa akifahamu vitu ambavyo walimu wa kidini kwa wakati ile hawakuwa wanavifahamu. Aliipata hekima hiyo katika mafundisho ambayo wale watu walikuwa hawana majibu ya hayo mambo. Lakini pia hekima ya Yesu inaonekana katika kujua namna ya kuweza kumjibu kila mtu sawasawa na jinsi anavyofanya nini. Na akiwa mtoto, tunaambiwa akiwa hekaluni alikuwa na walimu na wakaishangaa hekima na jinsi alivyokuwa anaeleza kwa mamlaka na kwa uwezo wa maandiko. Lakini naweza kusema pia hekima ya Yesu ilikuwa inaonekana jinsi ambavyo anavyowatendea viumbe. Na wale wanyonge wasiojiweza, wabibi, wababu, watoto wenzake. Unajua huruma wakati fulani inasababishwa na hekima. Kwa hiyo Yesu alikuwa na hekima iliyokuwa inamfanya awatendee wasiojiweza kwa namna ambayo walimshangaa kwamba huyu mtoto ana uwezo mkubwa wa akili na ufahamu.
Tunaweza kusema kwamba Mungu anahusika na ukuaji wetu kwa namna zote. Ya, ni kweli dada Rebeka, Mungu anahusiana na ukuaji wetu kwa namna zote. Kwanza ukuaji wa akili, lakini ukuaji wa mwili, ukuaji wa kimaadili na ukuaji kwa kimaadili tuna ufahamu na uelewa ndani, viko ndani. Lakini katika nyanja hizi kama 3 ama 4 Mungu anahusika moja kwa moja, kwa sababu miili yetu jinsi alivyoitengeneza aliumba ya kwamba ifanye kazi. Na utagundua ya kwamba kanuni ya kufanya kazi na kuongezeka ni vitu viwili tu. Unanyanyua vitu vizito, unajaa misuli. Unafanya kazi, unaongezeka, unakuwa una nguvu. Kwa hiyo ametengeneza namna ambayo tunaweza, unakula chakula bora, unaongezeka, unakuwa na afya. Kwa hiyo Mungu anahusika moja kwa moja, lakini pia maadili, kuna namna ambavyo anavyotaka ufanye katika mazoea ya kuwafanyia wengine, ndivyo ambavyo tabia yako inajengwa. Kwa hiyo Mungu anahusika na katika ukuaji wetu katika kila kipengele. Okay. Na katika kuangalia hiyo ya Mungu kuhusika, ni kwa njia gani utoto wa Yesu unapinga mitazamo yetu wa kawaida katika swala zima la kuwa na nguvu, kuwa na hekima na kuwa na uwezo? Okay. Katika ukuaji wa Yesu kwa kweli binafsi nimejifunza mambo mengi juu ya uwezo ambao wanaweza wakawa nao watoto katika kila hatua wanayokuwa. Katika ukuaji wa Yesu, jambo la kwanza ambalo ninaweza kuliona katika kupinga na katika kujenga hiyo mitazamo, nimeona Yesu alikuwa anakataa ushawishi, yani alifundishwa kukataa ushawishi wa vitu vibaya ambavyo vilivyotuzunguka. Na hii moja, yani tumezaliwa katika ulimwengu ambao ili upate kitu kimoja lazima ukatae kitu kingine. Kwa hiyo walitengenezewa Yesu kuwa na concentration kuzingatia baadhi ya mambo ya maana na kuyakataa mambo yasiyo na maana. Hii ndio mitazamo sahihi ambayo Yesu anatuonyesha katika ukuaji wa kimaadili na nguvu. Kwamba kuna wakati kuna vitu unaweza kuvitamani. Aliwakataa watu. Nazareti ilikuwa inaonekana ilikuwa na watoto wakorofi, ilikuwa ni eneo ambalo kulikuwa kuna matendo mabaya. Na kwa hiyo Yesu alikataa tabia ya kuzingatia kuwaiga hao watoto. Na hiyo ni ujumbe kwa vijana na kwa watoto, ya kwamba ili uweze kukua katika maadili na katika uwezo, lazima ujitune, lazima uzingatie baadhi ya vitu ambavyo vitakavyo kufanya ukue kimaadili na uwezo. Lakini pia alikataa mtazamo wa uvivu. Anasema hakushika hata vile vyombo kwa ulegevu. Alifanya kazi, muda wake wote ulikuwa ni muda wa kazi. Unajua katika kipindi hiki kuna watu hawakui pia, anaweza akawa kimwili, yani mwili ni mkubwa, ila hajawa katika uwezo wa kufanya kazi. Kwa mfano, dada Rebeka, mimi nimezaliwa kijijini. Na ninakumbuka nikiwa darasa la pili, mama yangu alikuwa ananipa maziwa, ninapeleka kama kijiji kingine ambacho dada yangu alikuwa kama umbali kama wa kilomita kama 7-8. Alafu nikitoka kule nakuja ndio ninaoga, tulikuwa tunaenda shuleni saa 5 ile. Kwa hiyo ndio ninaenda shule. Na katika nyakati zile, dada Rebeka, katika uwezo wa kufanya kazi, unapokuwa unafanya kazi, akili na ubongo unakuwa. Sasa mtoto wa darasa la pili alikuwa anaweza akaachiwa kujipikia chakula, anajifulia. Mtoto wa darasa la pili anajitegemeza. Lakini watoto wa darasa la pili zamani walikuwa wakubwa kidogo. Mimi nakumbuka nilianza na miaka 6-7 darasa la kwanza. So naweza kukadiria huenda nilikuwa na miaka 8. Miaka 8 labda darasa la pili. Lakini ukimtafuta mtoto wa miaka 8 leo ukamwambia hata kuna watoto wanamaliza darasa la 7 hawajui kujifulia nguo yake ya ndani. Kwa nini? Kwa sababu yupo house girl ambaye akimaliza anavua, wewe dada mfulie mtoto, wewe dada muogeshe. Washing machine. Kwa hiyo kila kitu anafanyiwa. Huyu mtoto atakuwa kwa mwili lakini hata kwa kiakili. Na kwa hiyo kuna mitazamo lazima Yesu katika maisha yake watoto anatufundisha kuipinga ili kukua. Ruhusu mtoto wako afanye kazi. Usimpende sana kiasi kwamba hawezi kufanya kazi. Unamharibu nguvu yake ya ukuaji kiakili
na kujitegemeza. Kwa bahati mbaya sana anaweza kumlea hivyo akaenda kasoma kimaliza, baadaye serikali inampangia kazi kijijini ambako hawezi kujitegemea. Kwa hiyo na ambako hauko. Yeah. Kwa lazima tuwafundishe watoto kujitegemea, kufanya kazi, lakini kuwa na uchaguzi sahihi wa maisha katika miongoni mwa watu wa vitu visivyofaa, wao wajitegemeze. Lakini pia mchungaji, wazazi wakumbuke kwamba Yesu ni Mungu. Na bado alifanya kazi. Alishika ile ya karanda. Kama alivyosema labda aliosha vyombo na kadhalika. Kwa hii ni take away. Ni kweli. Ya mzazi kwamba kama Yesu alifanya kazi na Yesu ni Mungu. Ndio. How about sisi ambao ni wanadamu? Lazima tufanye kazi. Kazi ni utambulisho wa pili. Yaani mara baada ya kukuuliza jina ya kwamba unaitwa nani, jina la pili ni unafanya kazi gani. Okay. Na hii kazi haina jinsia. Kazi sio swala la kujipatia mahitaji. Kazi ni furaha ya maisha. Watu wasiofanya kazi hawana furaha. Najaribu kuchukua mtazamo wa leo, huwa kuna saa ninawaza. Wewe uko peke yako na mtoto mmoja na haujaajiriwa, hausigeli wa nini? Tunategemea unaweza kumwagiza labda kama umemleta ili akae na mtoto ili kwamba wakati unatoka kwa sababu una kazi, hiyo ni sawa. Simaanishi kwamba kuwa na house girl ama mtu akosadi nyumbani. Isipokuwa kuna wakati hata yale majukumu ya nyumbani ambayo yangeweza kufanyika na mtu mmoja, pia hayo majukumu tunamleta mtu mwingine aweze kufanya kazi ili sisi tubaki tukiwa hatufanyi kazi. Na hiyo ni mbaya kwa yani tunyoshe kucha ziwe nzuri, rangi kolee, na yani tujisikie vizuri, tuko huru. Kimsingi kufanya kazi ni kitu watu wasichokipenda sana leo. Sio tu kufanya kazi, uchaguzi pia wa kazi. Na jaribu kufikiri Yesu alikuwa seremala. Yes. Yani kabisa anaranda. Na najua zilikuwa zile randa za zamani zile. Hazikuwa mashine. Kwa hiyo alikuwa inabidi atumie nguvu. Mkono. Alafu kuranda kuna vumbi. Alafu hakuwa na hizi masks zenye tunavaa siku hizi. Na hakuwa anaogopa mafua. Ndio maana nasema kuna wakati Mungu na yeye alikuwa anaingilia katika ulinzi wa Yesu kwa namna moja au nyingine. Hakuna kazi ya chini wala inayoaibisha ikiwa inaleta kipato. Na mimi niseme kazi, hadhi yako ya usoni isipite hadhi ya kazi. Yani kuna wakati sisi watu wa dini sana, ukisha kuwa umekuwa kanisani, unaimba kwaya na unavaa tai na unavikaunda suti ambavyo ni vya sare ya kwaya, na watu wamekuona wakati fulani huko pale mbele, sasa inawezekanaje ukauza vitumbua? Ila huna hela. Ila unahisi kwamba kuuza vitumbua ni kazi ya dharau. Yesu alikuwa anaranda, mbona akuona aibu? Haikumfanya kuranda ishindwe kukomboa wanadamu. Alafu baadaye huyu mwamba Yesu anaingia Yerusalemu kama mfalme, ila alikuwa anaranda. Mchungaji tena kwenye pumziko kwanza bwana. Yes. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, kama ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi hewani ni Kitabu cha Dhahabu, ukiwa nami Rebecca Dennis, nikiwa naye mchungaji Isaac Mbwambo, na siku hii ya leo tunaongelea mada inayosema kama mtoto. Kitabu ni Tumaini la Vizazi Vyote. Karibu. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu kwa mara nyingine kwenye kipindi cha Kitabu cha Dhahabu. Kama ndo kwanza unafungulia runinga yako, mimi ni Rebecca Dennis, na siku hii ya leo tunaongelea mada inayosema kama mtoto, nikiwa naye mchungaji Isaac Mbwambo. Mchungaji, tumemalizia kwenda pumziko baada ya kuona umuhimu mzima wa kazi kama Yesu alivyofanya kazi. Sasa kuna kitu kwenye unabii kinasema naye ataitwa Mnazarayo. Mnazarayo ndio.
hii ilikuwa na maana kwamba ni lazima Yesu aende kuishi Nazareti, ama ilikuwa tu kama coincidence ya unabii na Yesu kuishi Nazareti? Hii ilikuwa ni lazima, ilikuwa itimizwe kiunabii kwamba Mungu alikusudia ya kwamba Yesu aishi katika mitaa ya Nazareti, na kwa hiyo Yesu kuishi Nazareti lilikuwa ni swala la kutimiza unabii uliokuwa umeandikwa kabla Yesu, miaka mingi kabla Yesu hajazaliwa. Na dada Rebeka, labda tuseme kwamba Yesu kama aliishi Nazareti alafu baadaye akafika Yerusalemu na kazi yake ikaenea Galilaya na kwingine, kwanza lazima tuwe na hekima tunapochagua mahali pa kuishi. Ninajaribu kufikiri kwamba usiache kuishi mahali ambako wakati fulani Mungu amekusudia uishi kwa kazi ile unayoifanya kwa sababu unatamani kuishi sehemu nyingine. Ninajua kwamba kuna watu ambao hawataki kuajiriwa nje ya Dar es Salaam, yuko radhi aache kazi. Na wakati fulani kuna watu ambao wanaishi Dar es Salaam hapa kwa maisha ya shida sana. Lakini anaweza akisogea tu akaenda nje ya mji hapa Pwani, anaweza akalima na akapata manufaa makubwa, ila anasema huko ni Nazareti, mimi siwezi kwenda kuishi Nazareti. Yesu hakupingana na baba yake na unabii na mfumo aliotengenezewa ya kwamba ilikuwa ni lazima aende kwanza kuishi Nazareti kabla ya kwenda katika maeneo mengine, angelelewa pale. Mimi natamani ya kwamba wa Tanzania pamoja na Waadventista wa Sabato tusilazimishe makazi katika maeneo ambayo Mungu amependa wakati fulani tuishi kwingine. Tuna sisi watendakazi wa kanisa, watendakazi wa serikali na wengine, unaweza kwenda kuishi Nazareti na utukufu wa Mungu ukaonekana ukiwa Nazareti. Katika eneo lolote Mungu anaweza kufanya ukaishi, ukafanya vizuri, ukatoa fundisho licha ya eneo hilo watu wanalitazamaje. Na tunaweza kusema kwamba huduma ya Yesu ilianzia Nazareti. Inaonekana akisema kwamba Yesu nabii hapewi heshima nyumbani kwao. Biblia inatuambia alianza Kana ya Galilaya katika huduma yake. Ila katika huduma ndogo ndogo, kwa mfano tunaambiwa ya kwamba akiwa Nazareti sasa kama mtoto Yesu alikuwa akiimba zaburi. Na kwa hiyo watu walijikusanya asubuhi na mapema kusikia kuna mtu anaimba. Japo yuko wapi? Nazareti. Yaani unaweza ukaanza huduma yako ya kuimba ukaianzia kokote unakoianzia. Hata kama ni Kigoma, hata kama utakuwa umeianzia kwenye milima ya Upare, au pengine ukawa umeianzia kule Loliondo Arusha, ama pengine umeanzia kwenye vijiji vya ndani vya kule Shinyanga, bado hiyo huduma yako Mungu anaweza akaikuza. Kwa hiyo alikuwa anaimba hapo Nazareti. Alikuwa anawasaidia watu hapo Nazareti. Alikuwa anawaheshimu watu akiwa Nazareti. Kutoka hapo ndipo sasa akaenda sehemu nyingine. Kwa hiyo muujiza wake wa kwanza anafanya katika Kana ya Galilaya, katika kubadilisha sasa yale maji kuwa divai. Lakini huduma yake ya kwanza akiwa kama mtoto, kabla ya kuanza huduma yake hadharani, alikuwa akifanya Nazareti. Na hapo kanisani kwako ukiwa unafanya nini? Unajua kuna tabia ya waimbaji, dada Rebeka, na wahubiri wanafanya vizuri sana wakiwa kanisa lingine. Yaani ukiwatoa mtaani kwao wakienda kuimba, wanaimba sana. Lakini ukimwambia afanye huduma hapo, hakuna kitu anachokifanya. Kuna watu waliobarikiwa hawabariki pale nyumbani kwao, wanataka waende kubariki kwingine. Lakini tuende mbele kidogo, pale ulipotoka wewe Nazareti kwenu, umefanya nini ili watu watambue ya kwamba wewe umebarikiwa? Uko pale hakuna kanisa, halijajengwa, lakini unadhamini kanisa hapa mjini linajengwa. Uko pale kuna uimbaji haujafanyika vizuri, yani unaweza ukamchukua mwalimu akaenda akafundisha pale vizuri. Nazareti kwako hapako vizuri, hawakujui Nazareti kwako. Yesu alifahamika Nazareti anakotokea. Mchungaji, viumbe vya asili vinafunua vipi wito wa Biblia katika muda wa utoto wa Yesu alipokuwa anakuwa? Asante sana. Katika viumbe vya asili, kitabu cha Warumi ile sura ya kwanza na kuanzia kwenye mstari ule wa 19 na kuendelea, natuonyesha katika kitabu cha asili Mungu ameweka udhihirisho wa mapenzi yake katika viumbe vya asili. Katika bahari, katika miti mirefu, katika uumbaji wa miili yetu jinsi ilivyo, Mungu ameweka alama ya uwepo wake inayoweza kuzungumza kwa sauti kama kitabu cha wazi.
Yesu alipokuwa anajifunza katika ulimwengu wa asili, alimuelewa baba yake sana. Alitumia kufundishia leo tunazungumza sana mizabibu kuliko tunavyozungumza mapera, kwa sababu Yesu alitumia mizabibu yeah. Na ilikuwa ni katika asili yake. Leo tunazungumza sana punje ya haradali kwa sababu Yesu alitumia. Unagundua kwamba kuna vitu kutoka katika ulimwengu wa asili vina kliki kwenye akili zaidi kuliko kwenye vitu ambavyo leo vipo. Kwa hiyo ziko alama za uwepo wa Mungu na vitu vinavyoelezeka kirahisi katika mafundisho makubwa yasiyoeleweka kirahisi yanaweza yakaeleweka kwa kutazama ulimwengu wa asili. Kanuni ndogo ndogo ambazo katika ulimwengu wa asili zinazungumza mambo makubwa sana ambayo yako katika maandiko. Na kwa hiyo Yesu alijifunza hiyo katika ulimwengu wa asili na ilimsaidia sana katika uhusiano wake na Mungu na katika kuvihudumia viumbe vya asili. Maana ni vya Mungu na katika hivyo Mungu anajidhihirisha. Ila viumbe vya asili inaonekana vina nafasi kubwa sana. Maana hata wanasaikolojia wanasema mtu kuwa sociopath, wale watu ambao sana nashindwa kuiweka kwa Kiswahili. Ni wale watu ambao anaweza kufanya chochote, anaweza akaua, yani kwa kuua ni kama kunywa maji, yani haoni shida. Waga wanaanzaga na wanyama. Ndio, yes. Sasa inaonekana kwamba there is power kwenye natural kwa viumbe vya asili. Umeanzisha kitu cha muhimu sana. Mtu mkatili ataanza kuonyesha ukatili wake kwenye asili kabla ya kuonyesha kwa watu wanaoishi nao. Yes. Biblia inasema ya kwamba mwenye haki anamtendea vyema mnyama wake. Yaani ikiwa unafuga mbwa, unafuga paka ama ng'ombe, ikiwa haumtendei vizuri, wewe ni kaidi, ni katili na sio Mkristo. Ikiwa hata kuku unawafuga tu, hauwapi chakula, wanakondeana na paka mpaka anatoka manyoya. Hao viumbe hao ambao ni wa Mungu, mazingira yetu yanayozunguka nyumbani, Wakristo tulipaswa kuwa na mazingira kwa sababu sisi tunarudisha ulimwengu uwe kama ambavyo ulivyo kusudiwa uwe mwanzo. Kwa hiyo katika asili tunaheshimu asili, tunapanda miti kwa sababu tunadumisha asili. Hiyo ni inamaanisha kwamba sisi ni Waadventista wa Sabato. Tunawatendea wanyama, hatuchomi misitu kwa sababu sisi ni Waadventista wa Sabato na hii misitu ni ya Mungu na kuna kitu Mungu alichokiweka katika kanuni ya asili. Lakini pia wanyama tunaokaa nao tunaonyesha vile ambavyo tunaweza tukawatendea vizuri, maana katika hao ni viumbe wa Mungu. Inaonyesha kwamba Yesu alikuwa akiwainua viumbe wadogo, ndege waliojishindwa. Ina maana walitambua uwezo wa Yesu. Ngoja nikupe kisa kadogo. Yuko babu mmoja ambaye alikuwa nyumbani kwake anaweka vikopo vya maji kwenye miti ya matunda ili ndege wanywe. Anaacha baadhi ya miti ya matunda, ndege wakija wanakaa pale. Ndege walikuwa wanakuja kwa wingi sana. Alivyofariki wale ndege wote waliondoka kwa sababu hakuna mtu anaweza kufanya kama yule. Na ni mtu ambaye alikuwa anaweza akamfanyia chochote mtu yeyote kwa sababu anajua ni mtu wa Mungu. Kwa wema lakini. Kwa wema. Yes. Kwa hiyo naweza kufikiri kwamba tukitaka kudumisha wema wetu, kumtendea mema mwanadamu mwenzetu na Mungu, lazima tuanze kwenye ulimwengu wa asili kama alivyokuwa anafanya Yesu. Hapo tuwafundishe watoto wasiwaue ndege. Tuwafundishe watoto wakikuta mbwa barabarani wasimpige mawe. Tukimkuta paka wasimpige teke. Wahudumie wanyama vizuri wa nyumbani. Waonyeshe ukarimu wao kwa wale, hatimaye watafanya hivyo kwa watu watakaokuwa wanaishi nao. Ila sasa je, hiyo ina apply ile watendee vile utakavyotaka utendewe? Ina apply mpaka kwa viumbe asili? Kwa kweli ina apply ya kwamba yoyote mtakayo mtendewe na watu, watendeni ninyi kwanza. Na nimeona leo kuna watu ambao wanaweza kumfundisha simba, kumfundisha mbwa. Ukimpiga mbwa na yeye baadaye ukipita atabweka. Ukimtendea mtu wema, nikikutana na wewe barabarani nikatabasamu, siku nyingine na wewe ukikutana utatabasamu. Yes. Kwa hiyo kile ambacho unachotaka utendewe, iwe ni mwanafamilia wako au ni mtu mwingine, ukiwapigia watu simu na wenyewe watakuwa wanakupigia. Ukiwasalimu kwa nidhamu, nao pia watakuwa wanakusalimu kwa nidhamu. Kwa jinsi unavyofanya vitu vinakurudia wewe mwenyewe. Kwa hiyo Yesu alifanya hivyo na kwa kweli alionyesha heshima. Na ninaona hapa anasema kila mtoto anaweza kupata elimu sawa na Yesu alivyopata.
tunapojaribu kuhusiana na Baba wa mbinguni na malaika na viumbe wa asili, malaika watatusogelea na mawazo yetu yataimarishwa na tabia zetu zitainuliwa na kutakaswa. Nilikuwa nakuja hapo. Unaposema hapa hiyo sehemu aliyosema tunapojaribu kuhusiana na Baba wa mbinguni, malaika wanatusogelea. Kwa hiyo inamaanisha kama hauhusiani na Mungu wala viumbe asili, au tuseme Mungu, maana wengine hawana viumbe asili. Ndio. Usipohusiana na Mungu na malaika nao hawakusogelei. Hawana, na so Biblia inasema malaika wa Bwana hufanya kituo wakiwazungukia wamchao. Kwa hiyo kama humchi Mungu, haina maana kwa malaika kufanya kituo kwa. Ninachokijua ya kwamba unapozaliwa, unapomkiri Kristo, kwanza kila mtu ana malaika mlezi. Kila mtu ana malaika mlezi ambaye anawaongoza, anatulinda. Lakini inaonekana ya kwamba hata Ellen White unaposoma kwenye kile kitabu kinachoeleza ujuzi kuhusiana na malaika, kuna wakati malaika wanaweza wakakushawishi. Anasema wanaweka hata wanatuzuia katika kusema na kufanya hivi. Ikiwa utaisikiza sauti yao, ikiwa utasikiza ushawishi wao, utaacha. Sasa hapa inaonekana kwamba ikiwa unapojihusisha na yale mambo mema, kama tulivyokuwa tumejifunza kwa mamajusi walivyokuwa wanafanya, malaika sasa wanakupa ufunuo zaidi. Ila kwenye swala la ulinzi, Mungu anatoa ulinzi kwa wema na wabaya katika hali ya kawaida. Lakini katika hali ya kimahusiano, tunapojizidisha sisi kuwa na mahusiano na Mungu, anafanya kitu cha ziada. Kwa malaika kuwapa majukumu ya kututendea. Ikiwa, yani tunaweza kusema malaika wanapewa majukumu ya ziada kwa wacha Mungu. Ambayo hayo majukumu hawafanyi kwa wale watu wasio na uhusiano na nani? Ila malaika wanatoa ulinzi kwa watu wa Mungu. Kwa hiyo ni au malaika tunasema kuna types za malaika. Ukiachana na wale wanaokupa ulinzi au ni given, tuseme Mungu ni kazi wamepewa. Kuna wengine nao wamepewa, kuna malaika, yani kila mtu amepewa malaika yake wa kazi tofauti tofauti, au kuna bunch ya malaika kulingana na kazi zao wanawazungukia watu. Tunaweza kuenda ndani sana kwenye malaika, lakini hawa malaika wanapeleka taarifa kwa Mungu. Yesu anatufundisha kwamba malaika wake, usiwadharau hao walio wadogo, kwa sababu malaika wake kila siku anasimama mbele za uso wa Mungu akitoa nini? Taarifa. Lakini malaika wanarekodi mambo yetu. Kwa hiyo utagundua ni huyu malaika mmoja anafanya mambo mengi. Kwa hiyo huyu malaika anaweza kufanya vitu vya ziada hasa kwa watoto. Adventist Home inasema tunapowaombea watoto asubuhi wanapokwenda shuleni, Mungu anawapa agizo hawa malaika kuwalinda na kuhakikisha hawa watoto wanakuwa ndani ya ulinzi wao. Kwa sababu unajua tumeonyesha ya kwamba sisi tunategemea ulinzi wa Bwana. Tumemchagua Mungu na kwa hiyo tunakuwa ndani ya mamlaka na utendaji wa nani? Wa Mungu. Yes. Mchungaji, tunapomalizia unafikiri tunasema kwamba Yesu ilibidi aishi maisha tofauti kwa sababu ni Mungu, na kuna vitu ambavyo alishindwa kufanya kwa sababu ya uungu? Unajua watoto ni carefree Ndio. Watoto ni carefree. Ila sasa kuna vitu ambavyo kuna sehemu inasema ilimlazimu Yesu kujiangalia sana. Ni kwamba alikuwa mtoto kwa sababu anajua mimi niko pale, niko hapa kwa sababu ya wokovu, niko hapa kwa sababu ya kuokoa wanadamu pamoja na kujilinda na kuepuka uovu, ila ilimbidi kuna maisha fulani asiishi kama mtoto kwa sababu ya utume wake. Nakushukuru sana kwa jambo hili zuri. Ubinadamu wa Yesu haukuzuia uungu wa Yesu. Naomba nianze katika utendaji wa kazi. Kitabu hiki Tumaini la Vizazi Vyote inasema ya kwamba Yesu hakutumia miujiza katika kufanya kazi. Kama mtoto ilibidi afanye kazi, atoe jasho kwa mikono kwa namna ya kawaida kama wanadamu wengine. Kwa hiyo wakati Yesu akiwa katika maisha ya mtoto
alikuwa katika uwezo wa kujaribiwa kufanya mabaya kama watoto wengine. Uungu wake haukuwa unamzuia asifanye makosa. Lakini kwa wakati huo huo, wakati akiwa mwanadamu kwa 100% pia pamoja akiwa pia ni Mungu, Yesu alidhihirisha na kuonyesha mfano ya kwamba hata binadamu wa kawaida atakapozingatia kufanya katika njia Yesu aliyoifanya katika umri wa utoto, pia atafanya kama Yesu. Kwa hiyo Yesu hakuwa anazingatia tu kwamba kwa sababu mimi nimekuja duniani kama Mungu. Hili lazima lilikuwa wazo la msingi, alikuwa anaijua kanuni anayokuja kuifanya na kuonyesha mahali anapokwenda, dhamira yake. Lakini haikuwa ni kitu kinachomzuia asianguke katika kufanya kwa tabia yake. Kwa hiyo tunaweza kusema ilikuwa hii ni drive force. Lakini haikuwa guard, haikuwa ulinzi. Lakini ilikuwa ni mahali ambako ni target yake kufanya mapenzi ya Mungu na kuwa na tabia njema, kwa sababu yeye ni muonyesha njia, ni muonyesha mfano. Lakini hii isingeweza kumzuia yeye kuweza kuvunja tabia yake kuwa kama watoto wengine. Mchungaji, tunapomalizia, tunawezaje kuiga mbinu ya Yesu ya kujifunza, ya kujifunza, kukua na kuwahudumia wengine katika maisha yetu? Asante. Sisi kama wanadamu tunaweza tukajifunza mbinu ya Yesu. Kwanza, kwa Yesu aliondoa ubinafsi na aliwahudumia wengine, na alipowahudumia wengine aliwavuta kwake. Tunaona ya kwamba hapa Yesu pia katika maisha yake yote duniani alikuwa anafanya kwa bidii. Kwa hiyo hii bidii yake ndio iliyoweza kufanya ya kwamba aweze kuwahudumia wengine. Alimtii mama yake. Najaribu kufikiri, sijui kama kuna wakati ambako mapenzi ya Mariamu yalikuwa against mapenzi ya Yesu. Lakini Yesu, kazi ya Yesu, Yesu ilibidi ayakubali mapenzi ya mama yake. Kwa mfano, hiyo tunazungumza hata akiwa ameanza huduma yake. Mama yake anakuja anamwambia wapatie divai. Divai imeisha. Na anasema, mama, una nini nami? Lakini anafanya. Unaona kwamba hapa umama wa Yesu ulikuwa una kauli fulani ambayo asingeweza kuisema tu mwanafunzi wa Yesu au asingeifanya. Kwa hiyo alikuwa chini ya uongozi wa wazazi wake. Alijitoa uungu wake na kuwaheshimu wazazi wake wa kibinadamu. Hii inaweza kuwa ni jinsi ambavyo unaweza kuwatendea wengine. Lakini pia Yesu alikuwa na huruma ambayo alichukua sehemu ya uhuru wake na sehemu yake ya kupumzika kuwatendea wanyama na wengine waliomzunguka. Ili tuweze kufanya hivi lazima tukubali kujinyima. Mfano wa Yesu ni kwamba kuna wakati fulani tutaharibu utulivu wetu, we disturb our comfort, ili kwa sababu wengine wapate ule utulivu ambao sisi tungeupata. Ni mfano tu rahisi, umekaa umetulia kwenye gari, alafu anapanda babu mmoja ambaye kimsingi unaona kweli hawezi kujitegemeza, na ulikuwa umetulia, umetoka kazini. Hapa kuiga kama Yesu ni kunyanyuka, usimame ili yeye akae, ambayo ni ngumu sana Dar es Salaam. Ila hako kwa kitendo kanaweza kukufanya mtu akaweza kushangaa, huyu ni kijana ama mtu wa namna gani? Kwenye daladala amesimama, alafu mtu mwingine aweze kukaa kwa sababu ni waumbe. Kwa hiyo ni kujikana nafsi kufanya kwa ajili ya wengine. Na kujikana nafsi kufanya kwa ajili ya wengine inaweza kawa ni source ya baraka kwa namna moja au nyingine. Ni sehemu ya baraka, kwa sababu kwa kadri tunavyowatendea wengine, Yesu anasema tumemtendea yeye. Na kwa sababu hiyo tunapowatendea wengine tumemtendea Yesu na tumeiga mfano wa Yesu. Yesu alikuja sio tu kuwa mtoto na kuishi maisha hayo, lakini alikuja kuonyesha vile ambavyo tunaweza kuwatii wazazi, tunaweza kuwatendea majirani, katika familia zetu tunaweza tukaondoa matakwa yetu kwa ajili ya umoja, tukasikilizana na wazazi wetu katika baadhi ya mambo ambayo sisi kwa mapenzi yetu huenda tusingependa kama vile, lakini kwa ajili ya furaha yao tunawapatia heshima hiyo. Mchungaji, asante sana. Kipindi cha leo tumeongelea kama mtoto, tukiangalia maisha ya Yesu yalivyokuwa. Ningependa tu, kuna mambo kadhaa napenda mtazamaji wetu tunapofunga aweze kwenda nayo nyumbani. Tutafute kukua katika hekima na kibali cha Mungu na wengine wanadamu kama Yesu alivyofanya, lakini pia tukiangalia
kwa namna moja au nyingine huendi kinyume na kile Mungu anachotaka. Lakini pia tutangulize unyenyekevu, utii, huduma na maisha kwa maisha yetu ya kila siku kwa ajili ya watu wengine. Tumwamini Mungu kuongoza ukuaji wetu na maisha yetu, na tukumbuke kwamba uzoefu wetu haujalishi ni urahisi au ni wa kawaida kiasi gani, unaweza kututayarisha kwa kusudi kuu la mipango ya Mungu. Amina. Ni jambo kubwa sana. Mchungaji, tupatie ombi tunapofunga. Tuombe. Baba yetu na Mungu wa mbinguni, ulikuja kuishi katika ulimwengu ukaishi kama mtoto. Ulikuwa mtoto hasa. Ukatufundisha namna ya kufanya kazi. Kawafundisha wazazi namna ya kulea watoto wao. Katufundisha vijana namna ya kuweza kuishi katika ulimwengu lakini tusivutwe na ulimwengu. Lakini hata hivyo unatuachia kielelezo ya kwamba kuna uwezekano katika ulimwengu huu tukajali viumbe ambao wanaonekana hawana thamani, tukajali mazingira, lakini kuna uwezekano ya kwamba tukaonyesha mfano wa kuwa na asili na maeneo yasiyo na mvuto, lakini bado tukawa watu tunaweza kutumiwa kwa ajili ya kazi yako. Tunaomba wale vijana wote ambao wanatamani kufuata kielelezo cha Yesu, ukawafanye wakawe watu wanyenyekevu. Maana katika utoto Yesu hakujionyesha wala kutumia mamlaka makubwa, alikaa katika unyenyekevu hadi saa yake ilipofika. Tunaomba ya kwamba utusaidie, endelea kuzisaidia familia ambao zina watoto ambao wanaelekea katika mielekeo ya kuharibika. Wazazi ambao wanasali lakini watoto wao wanakunywa pombe. Wazazi ambao wako kanisani lakini watoto wameacha imani. Tunawaombea kwa sababu Bwana wewe ni Mungu unayeweza, ukawasaidia. Lakini wale wazazi ambao wana watoto wadogo sasa, ukawasaidia kuwafundisha kufanya kazi, kuwafundisha kuishi kama Yesu, na hatimaye wakawe na mfano mwema. Tunaomba na kuamini kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mchungaji, asante sana. Asante sana dada Rebecca. Karibu tena kipindi kijacho. Asante, Mungu akubariki sana. Amina. Asante sana. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, hadi kufikia hapo kitabu cha dhahabu hakina la ziada kwa siku hii ya leo. Tumekuwa tukiangalia somo mada inayosema kama mtoto, tukiangalia utoto wa Yesu, maisha yake ya awali. Tumeangalia kuhusu swala la kufanya kazi, tumeangalia kuhusu swala la kuhudumia viumbe asili, tumeangalia kuhusu swala la kumruhusu Mungu kutuendesha katika maisha yetu na kutusaidia. Lakini tumeangalia kuhusu malaika, part wanayo play katika kuhakikisha usalama wetu, lakini pia mahusiano yetu na Mungu yanaenda vizuri. Mimi ni Rebecca Dennis, nimekuwa mtangazaji wako wa kipindi hiki, na siku hii ya leo nimekuwa naye mchungaji Isaac Mbwambo katika mada ya leo. Nikukaribisha endelee kutazama vipindi vinavyoendelea hapa Hope Channel Tanzania. Hadi wakati mwingine, kwaheri.